Ushindi ndio huu hapa, umefika nyumbani sasa. Arusha kutokea Dar es Salaam. Tulifurahi mno. Jamani tucheze. Yaani ni uhakika kabisa, haina longo. PMBet ni yenyewe. Ni www.pmbet.co.tz. Wana Simba wanasema kila ukitangaza mechi yao kidogo inakuwa changamoto. Lakini leo umeweza kufanya ulichokifanya kwa upande wako, lakini pia timu yao umeweza kuondoka na ushindi wa bao 5-1. Kwanza ile kauli kama mtangazaji, mwanahabari, kwa kiasi gani ilikugusa ile? Kimsingi mimi najua siasa za mpira wetu. Mpira wetu wa Tanzania una siasa nyingi sana ambazo mapenzi makubwa ya watu na mpira wao. Mapenzi makubwa ya watu na mpira wao wanatoka hadi nje ya mstari, hadi nje ya boksi kufikiria vitu vingine. Simba na Yanga sometimes ikiwa inacheza, kuna watu hapo Geita huko wanaroga. Kuna watu hapo Kilwa Kivinje wanaroga na wala hawajulikani na viongozi kwa sababu wanapenda timu zao. Kwa hiyo kila element, kila pointi watu wanaamini inafanya kazi katika timu zao. Imefikia hatua sasa watu wanaamini mtangazaji ana nafasi ya timu kupata matokeo au kuto kupata matokeo. Kwa hiyo binafsi, kwa sababu na picha pana ya mpira wetu, hiyo kauli mimi haikuniumiza. Nilikuwa najua tu kuna watu, lakini mpaka uliongea. Sasa angalia, unaona ile swala kuongea, nilikuwa tu nimeamka nataka nifanye matangazo yangu ya jezi. Shaona. Sasa nikafikiria nifanye kitu gani ambacho kitafanya watu kitabeba tangazo langu. Kwa hiyo ilikuwa tu ni idea kwamba nimeangalia okay, kuna baadhi ya mashabiki wajinga wananishambulia. Kwa hiyo nilichokifanya nikasema hebu nitokee huku katika hii yengo ya hawa mashabiki. Kwa hiyo nikapita nayo ile pale nikaelezea ile, naona kama para zilikuwa ndefu hivi kiasi kwamba baada ya kuposti mtu akaona kama nimecatch feeling, lakini nakuhakikishia sijaumia popote kwa sababu sio mara ya kwanza kutukanwa, sio mara ya kwanza kukataliwa. So kwangu mimi haikuwa big issue kabisa, yani mpaka kesho. Ila kuna muda waga naamua tu nijibu. Yani kuna muda inatokea kwamba hebu nijibu. Kwa hiyo naweza katika watu 100 waliotukana na pick mmoja na mjibu. Sasa ukijibu mmoja watu wanakupigia masimu, bwana usiwajibu hao watu, usifanye hizo. Hao watu wana akili zao. Sasa kuna wengine ukimjibu anakuja inbox. Kuna mmoja alinichekesha, kanitukana, mimi nikamfuata inbox. Kwanza nilimwangalia afu nikamfuata inbox, nikamwambia ndugu yangu umepauka kweli. Alafu ananitukana kiasi hicho. Sasa cha kufanya, bando yako ikiisha na kuwekea bando nyingine. Naomba namba yako nikuwekea bando nyingine ili utukane tena. Sema kweli bro, afu nilikuwa na bando la buku tu. Sasa cha kufanya, namba yangu hii hapa mwanangu niwekee. Afu sio kama natukana vipi, mimi naona kwa sababu watu wanakutukana na mimi nakutukana. Sasa watu wasampulio wako wengi mitandaoni, so mimi don't care. Yani tukana vitu eti ana bahati na timu yetu. Sina bahati na timu yenu. Sina bahati. Leo Simba wameshinda goli 5. Watasema nini? Ndio tunasubiri kuona watasema nini. Hii wamenishambulia dhidi ya Stellenbosch, mechi ambayo ndio mechi pekee iliyowavusha kuenda hatua inayofuata. Of course nimetangaza mechi nyingi za Simba ambazo tumefanya vizuri. Sasa kuna watu wanapotaka kukupasua wanakuwekea mechi hata nyingine wewe hata kuona. Ili mradi tu. Kuna mwandishi mmoja, ni mwandishi someone anamficha kwa jina, mwandishi kenda kaandika sehemu kwamba naelewa mashabiki wa Simba wanapomaanisha kwamba huyo hawamuelewi, hawamtaki kwa sababu ametangaza mechi hizi. Kaweka mechi pale, kaweka mechi kama 6. Mechi 6 alizoweka pale. Mechi 3 tu ndo za ukweli nimetangaza mimi. 3 tu. 3 za uongo kanipigia. Kakurupuka of course, anataka watu waje kucomment. Kwa hiyo mimi nikawa nimuelewa, nimwangalia, nikasema sijui nimtumie nianze kudeal naye perpendicular. Nakumbuka niko Zanzibar. Nikasema stupid, achana naye. Kwa hiyo mimi nikawa nimeachana naye, sikumtafuta kabisa. Nikawa nimeachana naye. Yule mwandishi of course waandishi tofauti. Sawa, tuzungumzie mchezo wa leo, lakini pia tuanze na performance ya aliyepiga hat-trick huyu ambaye katika mchezo ambao ulikuwa katika kilele cha ubora wako ndiye aliyewavusha kwa bao lake. Ahoua Jean Charles ni nyota kutoka Ivory Coast, na waga nasema mara nyingi tu kwamba Ivory Coast kwa mataifa ya Afrika Magharibi miongoni mwa mataifa ukizungumzia mawili pengine au matatu ambayo yanatoa wachezaji wengi wenye potential. Yaani kuna talents nyingi sana ni pamoja na Ivory Coast. Ivory Coast katika muktadha wa Tanzania, wa Kiafrika, katika mataifa yote ya Afrika Magharibi, taifa ambalo limebakia kwenye ramani ya soka, kwenye ngazi ya klabu
ni Ivory Coast, ni ASEC Mimosa, ndio timu pekee kutoka Afrika Magharibi iliyonyosha misuli, inaonyesha misuli. Horoya walikuja kidogo wamepotea. Kwa hiyo ASEC ni timu ambayo imebakia kwenye ubora. Ivory Coast ni ligi yenye mvuto kwa ligi zote za Afrika Magharibi kwa sasa. Kwa hiyo mchezaji akiwa anatokea kwenye ligi ya namna hiyo, unaona kabisa kwamba sio mchezaji mwepesi. And mind you, huyo mchezaji kawa MVP. Njoo hapa nyumbani, angalia hawa wachezaji wanaokuja hapa nyumbani kutoka Ivory Coast. Most of them wana perform, wachache wana fail. Zamani tulikuwa tunachukua wachezaji ambao madaraja yao yako chini. Akina hiki na yale yako chini kwa sababu hata bajeti zetu pia zilikuwa ndogo. Sasa hivi tunaenda kuchukua ile cream A list ya wachezaji. Kwa hiyo tunachoona hawa wanakuja huku wanafanya vizuri hivi sio kwa bahati mbaya. Ahwa ni mchezaji ambaye probably unaona kabisa kwamba ana nguvu. Kesho tunaenda kutangaza tuzo za MVP kwenye category, no doubt tunafikiria kumuona. Sio? Mashabiki wanaimba hapo MVP sio kwa bahati mbaya kwa sababu huyu ni MVP wa Ivory Coast. Amekuja hapa, namba zake zinazungumza. Amefunga magoli 15 so far, ameassist mara 7. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye amehusika kwenye magoli 22. Mshanifahamu, kavunja rekodi ya msimu wa mwisho alivyotoka kwao Ivory Coast. Kwa hiyo kwangu mimi Ahua hiki ambacho amekifanya hapa ni muendelezo wa ubora wake. Tumefunga safari kwa jambo moja tu, kumkabidhi mshindi wa gari aina ya Nissan X-Trail kupitia promotion ya Royal Win Plus. Ulijisikiaje bwana ulipopewa taarifa kwamba umeshinda gari aina ya Nissan X-Trail kutoka PMBet? Niliona kama ni message fans za mtandao ambazo ni za kitapeli, za uongo labda. Lakini vile mlivyokuja kunipigia simu mara ya pili, nikajisikia furaha sana, nikaona ni kweli jambo linawezekana. Popote pale unaweza ukaletewa na wewe gari yako. Cheza sasa kupitia tovuti ya pmbet.co.tz. Ndio mchezaji hatari ambaye watu wengi hawamuelewi. Ni Ahua. Mchezaji ambaye unaweza usimuone sana uwanjani. Wapo wanamuita goigoi kwenye mechi za maamuzi. Exactly. Lakini ana pasi moja nzuri. Anaweza kawa anazingua muda mwingi. Ana pasi moja anaweza kufanya kitu. Leo kafunga magoli ya aina zote. Kafunga goli la penalty, kafunga goli la free kick nje ya 18, kafunga goli la open play kwa kichwa. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye sio kwa bahati mbaya. Yaani huwezi kuwa na zile namba Afrika huko. Never. Na tumalize kwenye swala zima la kwa namna ambavyo performance ya Simba wanavyoiona na tarehe ya dabi kutangazwa, laiti kama wapinzani wao wangesema sisi tunakuja, ingekuwa mechi ya aina gani? Bwana, hiyo mechi ingekuwa ngumu. Ingekuwa ngumu na ingekuwa nzuri sana. Naheshimu maamuzi yao Young Africans, sitaki comment kwenye hilo, lakini Watanzania wengi tunatamani kuona hiyo mechi ikichezwa ili tuangalie vizuri, tuangalie mpira mzuri kwa sababu hizi timu zimefanya investment ya kutosha. Duru la pili la ligi mara nyingi ndio mechi yake. Yaani dabi ambayo inachezwa kwenye duru la pili la ligi ndio inakuwa bora zaidi kuliko ambayo inachezwa kwenye duru la kwanza. Kwa sababu duru la pili inakuwa tayari inaenda kuamua ubingwa, asilimia kubwa inakuwa hivyo. Wachezaji wameshapata moto, kila mtu kashajua mchezaji wake mzuri ni upi, mbaya ni upi. And this time Simba wenyewe wamekuwa na elimu panzu ambaye kaingia kwenye dirisha dogo, kaja kuongeza quality kwenye safu yao ya kushambulia. Young Africans pia wana timu bora sana ambayo Prince Dube kaingia kwenye timu na namba zake zinazungumza, ndio mchezaji mwenye namba bora zaidi kuliko wote, lakini kaingia katika msimu huu wakati anaanza katika ligi ilikuwa kama ana struggle, lakini angalia kwenye duru la pili Dube kabadilika, amekuwa bora zaidi. Kwa hiyo wanatunyima uhondo endapo hiyo mechi haikutokea, lakini wapenda soka, wadau, sisi stakeholders wa football tunatamani kuona dabi ikitokea. Imani yako inakutuma mechi ipo hapo? Umeongea swali, umeuliza vizuri. Imani yangu nalijibu mara mbili. Imani yangu naamini kama mechi ipo. Yaani kama Yanga wataleta timu, naamini hivyo kwa sababu Young Africans ni timu ya watu wengi. Sio? Viongozi wako pale wanawakilisha, lakini wengi ndio wanasema wacheze. Sasa kuna influence maeneo mengi. Hizi timu hizi ni timu za public hizi. Timu za wanachama. Hiyo manake kuna pressure inaweza kutoka huku. Inawezekana uongozi umesema hivi msimamo wetu ni huu, Afrika tokea pressure kushoto na kulia ikaenda mechi kuchezwa. Kwa hiyo mimi naamini inachezwa, lakini upande wa pili wa shilingi mimi na mzee wangu mmoja hivi kule Kilo alikuwa anatoa taarifa tangu zamani. Ule msimu wa 2021 Yanga walibadilisha muda saa 10:11. Yes. Alinipigia simu kwa kile. Aliniambia mechi ibadilishwe muda, ndio. Ananiambia Yanga hawaji hiyo mechi, hawachezi. Wao waliingia kwenye muda wao. Yes, yani hawatocheza kwenye huo muda ambao umetangazwa. Nilimuuliza kwa nini? Akaniambia ni experience wa Tanzania kwa muda mrefu. Yanga wakisema no, alikuwa anamaanisha hivyo.
Kwa hiyo na kuhakikishia wachezi, nilikuwa bado sina imani, nilisema Yanga watacheza hii mechi na watakuja muda ambao unatakiwa. Walikuja muda wao, wakafanya mazoezi kama stara, wakaondoka, ndio basi ile ikawa imeishia pale. Kwa hiyo nikifikiria ile kauli kwamba Young Africans wamekuwa na misimamo namna hiyo, wakati mwingine naweza kupata wakati mgumu kwamba itachezwa vipi, lakini tunatamani hii mechi ichezwe. Na imani yangu mimi, ukiachana wewe imani ya huyo mzee, imani yangu mimi Young Africans watacheza. Naamini na endapo wasipocheza athari ni kubwa kiasi gani kwa upande wao? Bwana, sasa hapo unajua ili sakata lilivyo, sheria zipo, kanuni zipo zinazoelezea haya mambo, lakini ukiangalia sio kitu ambacho kiko sana ambacho hata ukisikiliza hapa viongozi wa bodi ya ligi kwenye vyanzo mbalimbali, ukiwasikiliza unaona wanaliongea kwenye namna nzuri, sio ya moja kwa moja, sio kwamba Yanga itakuwa hivi, hapana. Kuna namna nzuri ambayo wanatumia kwenye kufikisha ujumbe kwa Watanzania wapenda football. Kwa hiyo kwangu mimi siwezi kulitolea comment hilo swala. Ni swala ambalo liko kwenye mamlaka ya bodi ya ligi wasimamiaji, maybe federation, Young Africans na hao Simba, lakini mimi siwezi kujua kuhusu Young Africans wasipocheza itakuwaje. Kapitia kanuni. Shukrani. Asante sana.